amemwingia. Zakayo anasimama na kuahidi kwamba nusu ya mali yake anagawa maskini. Nguvu za Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe. Roho Mtakatifu ana nguvu na ana uwezo wa kufanya mambo yasiyowezekana. Roho Mtakatifu ana nguvu za kubadilisha mambo yasiyoweza kubadilika na wanadamu. Zinabadilika kwa sababu ya Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe. Endelea. Yesu akamwambia, leo wokovu umefika nyumbani humu, kwa sababu huyu naye ni mwana wa Ibrahimu. Kwa kuwa Mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Asante. Bwana asifiwe. Leo wokovu umefika nyumbani humu, kwa sababu huyu naye ni mwana wa Adamu. Bwana asifiwe. Wokovu ulifikia Zakayo. Bwana asifiwe. Watu walinung'unika. Lakini umesoma nini? Hata kwa wale wote ambao walikuwa wananung'unika, mambo yataenda sawa sawa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kwa mtenda dhambi yule mmoja ambaye anabadilika, ulimwengu unabadilika. Bwana asifiwe. Kando na Zakayo kufanya kazi hiyo yote, leo hii amempokea Yesu Kristo. Ameshuka hapo nyumbani mwake pamoja na Yesu. Watu wanapata pumziko. Bwana asifiwe. Kwa sababu watu wale wote waliokuwa wakiogopa, wakiona Zakayo kwamba anaenda kuwanyang'anya vitu, sasa wamepona. Bwana asifiwe. Hakuna haja ya kunung'unika. Mtu akipata wokovu, inafaa tushangilie kwa sababu tumepona. Bwana asifiwe. Watu walipona. Unajua ushuru wa kitambo haukuwa kama ushuru wa sasa. Watu walikuwa wakiingia kwa vijiji, wanabeba ng'ombe, wanabeba kuku. Bwana asifiwe. Kwa hivyo watu walikuwa na hofu wakiona mtu kama huyu, kwa sababu atabeba vitu vyote. Bwana asifiwe. Lakini Zakayo ameapa kwamba mali ya nusu ya mali yake anaenda kuwapa maskini. Na wale wote aliowanyang'anya alisema anawarudishia mara ngapi? Mara 4. Bwana asifiwe. Haleluya. Vitu vyote ambavyo alikusanya kwa watu, anasema kila mtu aliyemnyang'anya anaenda kumrudishia mara 4. Bwana Yesu asifiwe. Na nusu ya mali yake yote anaenda kugawa maskini. Unaonaje? Bwana asifiwe. Kutakuwa na ushuru tena. Si watu wamepona. Hata wale ambao walikuwa wananung'unika si wamepona. Hakuna kuwafikia tena kutoza ushuru. Kwa hivyo watu wamepona kwa sababu ya Roho Mtakatifu. Nimesema Roho Mtakatifu anapoingia mtu, anafanya mambo yasiyowezekana na yanawezekana. Bwana asifiwe. Kwa hivyo alipoingia ndani mwa yule tajiri, maisha ya tajiri huyo yalibadilika kwa sababu ya kumpokea Roho na kupokea wokovu katika nyumba yake. Bwana asifiwe sana. Watu walipata amani, walitembea wakiwa na usalama, hawana hofu tena, hawaogopi kwa sababu yule mtu ambaye alikuwa anawatesa amepokea wokovu. Kwa hivyo wale ambao walikuwa wananung'unika kwamba Yesu anaingia na mtu mtenda dhambi kwa nyumba yake, wamepata wokovu, wamepata usalama. Vitu vyao vitakuwa salama. Hakuna tena kuwatoza ushuru. Bwana asifiwe. Kwa hivyo maisha ya Zakayo kubadilika yalifanya watu wengi sana wakakuwa na furaha. Watu wengi sana wakawa na amani kwa sababu vitu vyao vimepona. Haleluya. Bwana asifiwe. Pokea Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ana nguvu. Yale magonjwa ambayo umekaa nayo kwa muda hayabadiliki, hayaponi wakati unampokea Roho Mtakatifu.
anakusafisha. Yale mambo magumu yote ambayo yamekushinda, umeomba kwa muda mrefu, haujapata nafuu, Roho Mtakatifu anapokuingia siku ya leo, unapata uponyaji. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tamani sana Roho Mtakatifu aingie katika maisha yako. Ewe mama, tamani sana Roho Mtakatifu. Mzee, tamani Roho Mtakatifu. Vijana wetu, tamani nguvu za Roho Mtakatifu ziingie katika maisha yenu, muweze kuwa watu wa kutamanika, mambo yabadilika katika maisha yenu, na muweze kumfanyia Mungu kazi. Bwana Yesu asifiwe. Roho akiingia ndani mwa mtu anamtia uzima. Umefika mwisho, unasema hapa ndipo ninafika, siwezi kupita hapa. Wakati Roho Mtakatifu anaingia kwako, unapata uzima. Bwana asifiwe. Umegonjeka, umetembea katika hospitali, hauoni tofauti, tamani Roho Mtakatifu tu. Atakapoingia katika maisha yako, utapata uponyaji na utapata pumziko bila ajabu. Bwana asifiwe. Wacha kutamani vitu vingine ambavyo havina maana. Wakati umeingia revival, anza kutamani nguvu za Roho Mtakatifu. Unaposikia mahubiri, unaposifiwa, Roho Mtakatifu anapanua mipaka. Unasifiwa sana. Jumapili watu walishuhudia ushindi. Watu walishuhudia ushindi, kila mmoja anashuhudia ushindi, mema ya Yesu ambaye anafanya. Hizo ni roho, ni nguvu za Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe sana. Roho Mtakatifu atakapoingia katika bosi wako, atakudhamini na atakupea promotion. Bwana asifiwe. Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe sana. Tumekuwa kanisani miaka mingi, miaka nenda miaka rudi, hujaona mabadiliko katika maisha yako. Anza kutamani Roho Mtakatifu katika maisha yako. Anza kuomba. Huyo Roho Mtakatifu ni nani? Anza kuomba tu. Mwambie Mungu, natamani Roho Mtakatifu atembee na mimi. Ukiwa safarini, anza kutamani tu nguvu za Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe. Roho Mtakatifu akikuingia, mambo yatakuwa sawa sawa. Bwana asifiwe sana. Wakati Petro alikuwa anatembea na Yesu, alikuwa anatamani sana mambo yale Yesu alikuwa anafanya. Na hata ukafika mahali Yesu akaanza kumuuliza. Yaani wakawa marafiki. Yesu anamuuliza, wewe Petro, hauwezi kunikana? Hauwezi kunikana wewe? Petro anamwambia siwezi. Hata ikiwa nini wewe Petro hauwezi? Petro anamwambia siwezi kukukana wewe. Yesu akamwambia utanikana mara 3. Bwana asifiwe sana. Wakati ulifika Petro akamkana Yesu. Na alipokumbuka amemkana, roho ya Bwana ikamkumbusha kwamba umemkana Kristo mara 3 jinsi alivyokuambia. Maandiko inasema kwamba Petro alilia sana na akatubu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Roho Mtakatifu anakumbusha mambo ambayo ulikuwa umesahau, labda uliyatenda kitambo ukayasahau. Roho Mtakatifu anakukumbusha. Wanafunzi, Roho Mtakatifu anakukumbusha mambo ulisoma na umesahau. Roho anakukumbusha na unakumbuka. Hata wakati unafanya mtihani wako unakumbuka hayo mambo. Huyo ni Roho Mtakatifu.
Kwa hiyo tamani sana kupokea Roho Mtakatifu. Tamani kutembea na Roho Mtakatifu katika njia zako zote. Bwana asifiwe. Atakukumbusha mambo mazuri na mambo makubwa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Petro akakumbuka kwamba amemkana Yesu. Hadi Yesu alikuwa akimuuliza, utanikana? Anasema siwezi kukukana wewe. Lakini Roho alipomkumbusha akajua kweli amemkana Yesu. Maandiko inasema kwamba alilia sana. Bwana asifiwe. Wakati utakutana na Roho Mtakatifu, nimekwambia hata kama wewe ni kichwa ngumu, lazima utabadilika. Paulo alipokuwa akiteza Wakristo, ukisoma historia ya Paulo alikuwa anateza Wakristo, na hata naambiwa kwamba aliomba barua, akaomba tu barua akapewa ya kuteza Wakristo, na akawateza kweli kweli akiwaua. Lakini siku ile alikutana na Yesu mwenyewe, nakwambia Paulo alibadilika, na hata jina lake wanasema lilibadilika. Bwana asifiwe. Paulo alibadilika kwa sababu amekutana na Roho mwenyewe. Nikwambia hata kama wewe ni kichwa ngumu, utakutana na Roho, lazima utakubali. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo Paulo alikutana na Roho na akakubali, akabadilika, akaacha kuwateza watu wa Mungu. Watu wakafurahi, na Paulo anahubiri Injili mpaka ameandika vitabu. Bwana asifiwe. Roho Mtakatifu ana nguvu hizo. Wakati wana wa ukoma walikuwa wamechoka sana mahali walikuwa wanaishi, wakatamani sana kuenda katika nchi ya Shamu, kwa sababu kule kulikuwa na chakula. Watu walikuwa matajiri kule, vyakula vilikuwa vingi, lakini wamewatenga, wanakufa njaa. Walitamani sana kufika katika nchi ya Shamu, na walipokuwa wakitamani hivi, Roho wa Bwana aliwashukia, wakafanya uamuzi ulio bora na wakaondoka. Ijapokuwa walikuwa maadui, lakini waliamua, wakasema ijapokuwa tutauawa, lakini lazima tunaenda katika nchi ya Shamu. Hata hivyo tukikaa katika nchi hii, tukikaa njaa, bado tutakufa. Wakaamua wakaenda katika nchi ya Shamu. Na kwa sababu ya Roho Mtakatifu mwenye nguvu, walipokuwa wakienda wanakaribia kufika, Washamu wakasikia vishindo, wakafikiria ni magari ya maaskari, na wakatoroka, wakaacha vitu vyao vyote. Wakoma wakapata nafasi, wakaingia, wakakula chakula, wakapona. Bwana asifiwe. Roho Mtakatifu ana nguvu ya kusababisha mambo yasiyowezekana kuweza kuwezekana. Hao watu walikuwa wameteseka, wametengwa, hawana dawa, lakini walikuwa na mtamani Roho Mtakatifu aweze kuwatembelea tu hata siku moja, awape kitu. Wakaamua wakaenda. Fikiria tu, kutembea tu, vishindo tu, kutembea tu. Wale watu wakasikia tu ni vishindo tu, vina nguvu, na wakatoroka, wakaachia mabomu. Huu Roho wa Bwana, Roho mwenye nguvu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tamani sana kumpokea Roho Mtakatifu katika maisha yako. Zakayo alimtamani Yesu, alitamani kumwona Yesu sana. Alikuwa anasikia habari za Yesu,
mahali popote akitembea anasikia habari za Yesu, kwamba Yesu anafanya mambo makubwa, Yesu anaokoa watu, Yesu anawafufua watu. Akatamani sana muone huyu Yesu anafanana na gani, lakini kwa sababu ya ufupi, mahali popote walipokwenda hapo na nafasi ya kumuona, kwa sababu alikuwa mfupi sana. Labda ni dhambi zako zimekuwa nyingi, umeishi kanisani, swali lako halijajibiwa. Amua kuacha dhambi leo. Amua tu leo kuacha vitu vyote vibaya ambavyo unafanya. Ni wewe tu unajua, hakuna mwingine anajua. Sakari alijijua na akajua yeye ni mfupi, ndiposa alikimbia sana pia, akapanda katika mti ili amuone Yesu. Ni nini kinazuia wewe usione Yesu katika maisha yako? Kama mama, ni nini kinakuzuia usimuone huyu Yesu ambao unahubiriwa kila siku? Unaingia kanisani na kutoka, hakuna mabadiliko. Nini kinakuzuia? Labda wewe ni mfupi kama Zakayo, ama ni kilema, umekaa pale miaka yote, hauna kusukuma ndani. Labda wewe ni kipofu, hauna macho ya kumuona Yesu. Ni nini kinakuzuia? Leo hii tamani Roho Mtakatifu akufungue katika upofu wako. Roho akufungue katika ulemavu wako, akufanye uwe mrefu ili uweze kufikia kile kimo cha kumuona Yesu na maisha yako yakaweze kubadilika. Bwana asifiwe. Kama mzee, ni nini kinakuzuia usimuone Yesu? Sakaya alijikundua, alikuwa mfupi. Angesimama katikati ya watu wake muone Yesu, na akaamua kwenda kupanda mkuyu kwa sababu Yesu alikuwa anapita pale. Je, kama mzee unajikundua, ni nini kinakuzuia usimuone Yesu? Mwingine atasema mimi ni mrefu tu, si mfupi kama Sakaya. Tamani nguvu za Roho Mtakatifu sikufikia. Tamani kumfanyia Mungu kazi. Tamani kukaa katika uwepo wa Bwana. Utamuona Mungu. Bwana asifiwe. Nafikiria wale wote ambao walikuwa wanamuogopa Zakayo walirudi wakawa marafiki, kwa sababu amesema anagawa mali yake yote, nusu ya mali yake anawapea maskini. Si watu watarudi, watakuwa marafiki. Akasema wale wote walikuwa ananyang'anya, sasa nawarudishia mara 4. Hata kama hapo kunyang'anya utazoka karibu. Bwana asifiwe. Wewe hata kunyang'anya utakuwa tu kwa hesabu ya wale watu ambao walinyang'anya. Mimi pia nilinyang'anya, lakini hakuna kitu walichukua. Kwa hivyo watu wakawa marafiki sasa. Watu waliokuwa wanamuogopa wanatoroka wakifunga milango, kwa sababu wanajua anakuja kuchukua kuku zao, anakuja kuchukua vitu vyao kwa nyumba. Sasa wanakuwa marafiki kwa sababu amewaahidi kitu. Yesu anakuahidi kitu ikiwa utamtamani, ikiwa utakuwa rafiki yake. Anakuahidi uzima. Yesu anakuahidi uponyaji. Yesu anakuahidi urejeshi ikiwa utamtamani. Anakuahidi wokovu wa kipekee kama utamtamani kumuona, kama utakuwa na tamaa ya kumuona. Anakuahidi vitu vizuri vyote. Kwa hivyo tamani sana kumuona Roho Mtakatifu aweze kurejea katika maisha yako. Umesema hai suru, wacha na niwe liwali. Leo hii umesikia injili hii,
anza kutamani nguvu za Roho Mtakatifu, kwamba ni yeye tu mwenye uzima. Atakurudishia vyote ambavyo ulipoteza, atakurudishia vyote ambavyo unatamani. Karibu sana mtumishi wa Mungu, karibu katika nyumba ya sala. Kwa hivyo ninapomalizia, nataka kukupa tu moyo, wewe ambao umekufa moyo, tumaini lako limeenda. Nataka uweze kurudisha tumaini lako siku ya leo, kwamba wakati unamtamani Roho Mtakatifu, amani yako inarudi. Bwana asifiwe. Uponyaji wako unarudi. Hautajisumbua tena, hautaogopa, kwa sababu Roho ako pamoja na wewe. Amesema ni mwenye nguvu. Yeye anatia uzima katika miili ya watu ambao wamekosa uzima. Bwana asifiwe. Anatia amani wale watu ambao wamekosa amani. Roho wa Bwana anawapa amani. Bwana asifiwe. Yeye ni mnyenyekevu na ni mwenye rehema. Wakati utamtamani, atakupea yote. Bwana. Zakayo hakujali, ijapokuwa alikuwa tajiri, jinsi maandiko yanavyosema kwamba alikuwa mtu tajiri, lakini alikuwa anamtamani Mungu. Kama yeye alikuwa tajiri, je, wewe uko na nini ambayo huwezi mtamani Yesu, ambayo huwezi mtamani Roho Mtakatifu? Una nini kama yeye alikuwa tajiri? Kwa hivyo tumtamani Yesu katika maisha yetu. Yesu atarejea katika maisha yetu na atafanya maisha yetu kubadilika kuwa maisha mazuri, maisha ya kipekee. Bwana asifiwe sana. Tukumbuke kumfanyia Mungu kazi. Tutamani kumfanyia Mungu kazi. Wakati tutatamani kumfanyia Mungu kazi, Mungu atasonga karibu sana na wewe, na utaweza kumshukuru kwa sababu ya makubwa. Haleluya. Tutamani nguvu za Roho Mtakatifu. Tunaposimama